Godi, pole kwa mchezo. Asante. Tumepokea pole kwa sababu utapoteza mchezo, lakini so far approach ya mwalimu ilikuwa nzuri. Kwenda na mabeki watatu wa katikati, viungo wanne, alafu kusogea juu. Mwalimu alikwenda na approach nzuri. Kosa la kwanza lilifanyika kwenye dakika za mwisho za nyongeza kwenda kwenye mapumziko. Kwa hiyo baada ya kupoteza lile goli, approach ya mwalimu ilibidi ibadilike kutoka kwenye kukaba kufanya maamuzi ya mashambulizi. Kwa hiyo alikuwa anabadilika taratibu kulingana na kasi ya mchezo ilivyokuwa inakwenda. Kwa sababu second half wakati tunarudi Ahadi walionekana kama wamelizika na lile goli moja. Lakini kadiri ambavyo tulivyokuwa tunabadilika uwanjani ndio tulivyokuwa tunazidi kuwa hatari. CAF Champions League, mchezo wote mtu anapokuwa nyumbani anakuwa na hamu ya kupata matokeo mazuri kuliko ambaye anakuwa away. Kwa hiyo naamini ni mchezo ambao kwa sababu walikuwa wao nyumbani hatuwezi kulaumu chochote. Tumeona timu yetu imecheza vizuri, tumetengeneza nafasi nyingi za magoli, shot on target 6-5 ambazo wamepiga National Ahadi. Lakini tulikuwa na nafasi nyingi za hatari kuliko wao. Ni bahati mbaya tu, makosa madogo ambayo yametugharimu. Goli la pili mistake tulifanya wenyewe la kutoa boko, kurudisha mpira nyuma. Nadhani tu Mudathiri haya leo hakuwa katika nafasi nzuri ya kimchezo, lakini ni sabu na huwa mara zote sabu huwa ni gambo. Kwa hiyo siwezi kumlaumu mwalimu, siwezi kulaumu wachezaji wangu kwa pressure ya away. Watakuja nyumbani tutaonyesha mchezo mzuri zaidi ya huo. Nadhani kuanzishwa kwa Pacome nje, na wachezaji wenu ambao ni wachezaji ambao wamekana katika mechi za hivi karibuni, wachezaji hatari. Nyie kama mashabiki mlivyokuwa na kikosi mlilipokeaje? Mimi si kushtuka sana kwa sababu najua Pacome ni X factor, mchezaji ambaye anaweza kufanya maamuzi mengi. Lakini kwa approach ya mwalimu ile ya kuanza na mabeki watatu, Dickson Jobu, Ibrahim Baka na Bakari Nondo Mwamnyeto. Tunajua ule ukuta ni ukuta ambao mfaa vizuri katika mashindano makubwa ya AFCON. Ukiacha hiyo, kwanza kwa Shadrack Kiboka Mayday na kwanza kwa Israel Patrick Mwenda. Tunajua Shadrack Kiboka ni best katika ukabaji. Anaweza kukaba vizuri, fanya zone marking, anaweza kuokoa mipira ya kichwa kwa urefu wake, lakini kwenye eneo la midfield kwanza na Duke Abuya na Mohamed Damaro tulitegemea kwamba wale ndio viungo wawili wakabaji ambao wana uwezo wa kutufanyia ukabaji mzuri. Na sofa kwa dakika 45 za kwanza kile ambacho tumekifuata away kwenda kutafuta japo hata sare ilikuwa ni option nzuri. Kwa kule mbele kutokuanza kwa Pacome Pedro Zuzwa ni kwamba tayari una Alan Okello, una striker Depo ambao wanacheza kwenye ile nafasi nzuri ambayo angeweza kucheza Pacome kwenye kipindi cha kwanza, labda kwenye eneo ambalo alikuwa anacheza Max pia Nzengeli. Lakini unaangalia option ya Max Nzengeli na option ambayo anayo Pacome Zuzwa. Max ana uwezo wa kuwasaidia hawa viungo wa kabaji, ana uwezo wa kusambaza upendo kwenye eneo lile la juu, kutoa pasi za zile zenye macho. Lakini Pacome unamtegemea zaidi kwenye kuidrive team. Yaani kwa maana dribbling ndio unamtegemea zaidi Pacome Pedro Zuzwa. Na ana uwezo wa kufanya maamuzi kwamba ninapoingia ndani na uwezo wa kupiga mwenyewe shot on target na uwezo wa kulenga goli na kuiokoa timu kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo mimi nilichokiona approach ya mwalimu kumweka Pacome nje haikuwa mbaya. Ilikuwa ni option nzuri, lakini imetugharimu sehemu ndogo tu kwamba umakini katika dakika ya mwisho ulikuwa hafifu, ukatugharimu kwa wenye goli la kwanza. Lakini goli la pili sabu ambayo ya Mudathiri haya basi wote tunamjua Mohamed Damaro anaweza kucheza vizuri, lakini anapokuwa na yellow card uwezo ukateki risk ya kumuendeleza kumchezesha, kumbakiza mchezoni. Unapoendelea kumbakiza mchezoni Mohamed Damaro, maana yake muda wote una uwezo wa kupokea maafa ya kucheza pungufu. Kwa hiyo kumtoa Damaro kumwingiza Mudathiri ilikuwa ni sababu nzuri, lakini Mudathiri hakuwa sehemu nzuri ya kucheza leo. Yaani hakuwa na mchezo mzuri. Yaani kifupi hakuna wa kumtupia lawama tu kwa wei. Tumepoteza mchezo kwa goli 2-0, mistakes tumeziona, tumetengeneza nafasi nyingi za magoli. Wale ni kuwasubiria Zanzibar kuwapelekea moto. Zanzibar hatuwezi tena kuanza na mabeki watatu. Kila mtu amemwona Yao Kwasi yuko fit tayari kuanza. Zimbwe yuko tayari kuanza. Tuna uwezo wa kuanza na mabeki wetu wa kulia na kushoto tukaifungua timu. Pacome akawepo kwa dakika zote 90 kwa maana tukawa na mawinga Pacome, tukawa na winga Okello Lamine Yamal, tukawa naye upande mwingine.
tukaongeza ubunifu katikati, tutumie nafasi zetu. Sisi na Al Ahly, sisi tumeanza kupata nafasi nyingi. Ya kwanza ya Okelo, Kevu imekataa. Ya pili Max Nzengeli kakanyaga jiwe, akaingia tena striker Depu kumalizia ule mpira. Kwa hiyo tutakapokuwa nyumbani hapa sasa ni jukumu la mashabiki wa Yanga. Mimi kwenye jukumu la mwalimu, no doubt naamini mwalimu atafanya vizuri kwenye mchezo wa nyumbani. Jukumu ni la mashabiki sasa Yanga. Ndugu yangu ushachukua apartment Zanzibar? Mapema sana. Ushagiza apartment yako? Mapema. Jukumu la mashabiki wa Yanga kokote ulipo. Twendeni tukaivamie Zanzibar hata kabla timu haijarudi. Twendeni tukaonyeshe National Ahli kwamba huu mchezo tunautaka, mmelinga kwenu, tutalinga nyumbani kwetu. Watakuja tuwape support kwa sababu hata Al Ahli leo kilichowafanya washinde ni kwamba wao wapata support ya mashabiki wao. Sio kwamba wametuzidi kiwanjani kwenye kucheza. Mimi sijaona mahali ambapo Al Ahly wametuzidi, kwa sababu ukiangalia pasi zilizokamilika sisi tumepiga kwa asilimia kubwa kuliko wao. Ukiangalia shot on target, shot off target tumepiga nyingi kuliko wao. Kilichotofautisha kati yetu sisi na wao, wao walikuwa nyumbani wametumia nafasi nzuri ambazo zile nafasi zilizopatikana wamefunga, na sisi tutakapokuwa nyumbani tutatumia nafasi hizo ambazo Al Ahly wametumia. Mnarudi nyumbani na mtakuja kupata ushindi. Tena mimi niko radhi kwenda kuwapokea mashujaa wetu. Wamefanya kazi nzuri, kazi ya kutukuka. Kucheza na National Ahli kwao sio kitu rahisi hata kidogo. Wapo ambao walienda kula kala tano. Wapo. Sio kama mjui. Na wanacheka leo, lakini wakiambiwa kwamba nyinyi mkiendaga Uarabuni kinatokea nini? Huwa washakula tano. Mimi sijakula tano pale. Sijawahi kufungwa na Al Ahli tano kwake. Hata hapa Benjamin hajawahi. Pale nyumbani kwake hajawahi. Sasa mimi utaniambia kwamba nimekuwa na performance mbaya wewe? Wanaocheka unawaambiaje? Wajali kwanza mechi zao. Yaani wasituangalie sisi wenzao tuna alama 4 na bado tuna advantage kubwa. Yule anakuja nyumbani, sisi tuna mechi za nyumbani 2 ujue. Anakuja National. Tukifanya maamuzi mashabiki wa Yanga kwenda kuicheza ile mechi, tunao uwezo wa kuamaliza National Ahli nyumbani. Na tukimalizana nao, tunao uwezo wa kuja kumalizana na Kabili hapa nyumbani. Tuna mechi 2 za nyumbani ambazo sisi mashabiki wa Yanga ndio muda wetu wa kwenda kuzimaliza hizo mechi 2 za nyumbani. Kila shabiki wa Yanga kama ananisikia mimi mwanachama mwenzake, kama ananisikia mimi shabiki mwenzake, sio muda wetu akata tamaa, huu ni muda wa vita. Twendeni tukacheze mechi yetu Zanzibar vizuri. Pale ni Guantanamo Bay. Pale sio mahala salama kwa mtu yoyote wala kwa timu yoyote. Hali ya hewa ya Misri ni baridi. Hali ya hewa ya Zanzibar ni joto kali. Bahari itakapochemka ndio mvuke utakaowaua Waarabu. Tutakapokuwa tunashangilia, sauti zetu sisi mashabiki wa Yanga ndizo zitakazoiokoa timu. Zile nafasi ambazo leo wachezaji wamekosa, walikosa sauti ya kupiga kelele kwamba hilo ni goli. Sauti hizo zinahitajika Zanzibar. Hakuna kitu kingine. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu asikate tamaa. Yao Kwasi tumemwona yuko fiti. Alan Okelo tumemwona quality yake. Tumemwona namna ambavyo Pacome ameingia sabu, namna ambavyo alikuwa na drive team. Twendeni tukashambulie, tuache kuwakaba watu. Twendeni tukashambulie. Away ilikuwa ni yake yetu kukaba. Lakini nyumbani tulinge. Mwarabu aje hapa tumuonyeshe heshima sisi kwa nyumbani. Upande wa pili wanacheka kwa mengi, wanacheka kwamba licha ya kwamba mmepoteza, wanasema kwamba mwalimu wenu na mwalimu wao hamna tofauti kwa sababu walimu wote wanapoteza mechi. Unajua sasa hivi kuongelea Simba ni kama unaongelea mento. Mimi nakwambia ukweli. Mento ni watu ambao wameamua kujitoa akili. Yaani mashabiki wa Simba wameamua kujitoa akili. Sio tu mashabiki wa Simba, hata wachambuzi ambao wanaamini kwamba kula milungula kwenye klabu ya Simba kuididimiza Yanga ni wameamua kujitoa akili. Hata afisa habari wa madunduko kimsikiliza tu anavyoongea, unajua kwamba hawa wameamua kujitoa akili. Sisi ndio tutakawafanya wao wawe na akili timamu. Sio wanajifanya mamento, hawaelewi. Sisi ndio tutakao. Unajua sasa hivi ukiangalia wameamua kama kuwa makatuni, yani kama wameamua kuwa comedian. Mashabiki wa Simba hawataki mpira serious. Wameamua kuwa comedian kwenye football. Si hatuko kwenye comedian, si tuko serious na mashindano. Timu yenye alama 4 imeshamaliza mechi za away na mechi 2 za nyumbani. Umenielewa? Huyu Al Ahly tulikuwa na alama sawa. Na yeye anatoka mchezo ujao anaenda away. Kundi letu bado halina uwepesi huo kama wao ambavyo kundi lao lilivyokuwa tangu awali. Yaani kundi lao lilivyokuwa linapangwa na kilichowakuta mpaka leo hii. Kitu pekee cha baki na wao ni kujitoa akili tu, kwamba kujiona wako kwenye kundi salama,
wao wanaweza kuvuka, unaweza kuvuka, kesho tuende tukashuhudie mpira. Kuhusu mwalimu hatulingani. Pedro ni daraja la mwalimu, nikwambia ni walimu wakubwa sana. Mimi ninavyomuona Pedro si muachi mbali sana na Miguel Gamondi. Hata Miguel Gamondi wakati anacheza mechi zake za away, kuna baadhi ya mechi alikuwa anaweza kupoteza hivi. Alishapoteza na US Monastir kama mnakumbuka, goli 2-0 na bado akafanya wonders. Hata huyu mwalimu ni mwalimu bora sana kucheza na National Ali ambao wana wachezaji wengi quality waliotoka AFCON wakamaliza kwenye nafasi 3 za juu, si ndio? Nafasi 4 za juu kwenye AFCON. Imam Ashur ana kiwango bora sana, lakini hakuna mtu asiyeona kwamba Al Ahly wana wachezaji wengi wa national team ya Misri. Kilichowafanya wametushinda leo ni kwa sababu wao wako nyumbani na sisi tulikuwa away. Wakaribie nyumbani Zanzibar, Guantanamo Bay, tutaonyesha mpira ulivyo.